hapa tuliishia alipokuwa akizungumzia Rashid faida na faida na ukubwa wa michuano ya mashindano ya FIFA Series kufanyika Kigali pale kama ambavyo anatamka yeye na wenyeji wa pale Kigali, Rwanda. Yes, Rashid. Kuelezea hiyo faida na namna ambavyo Afrika tunakuwa tuna mapenzi na mataifa au na timu. So hii ni moja kati ya fursa nzuri ambayo itatoka kwenye mataifa haya matatu pamoja na mwenyeji pia kuweza kumjengea uwezo wa kukutana na mataifa tofauti. Haya ni mataifa ambayo ukisema kutafuta mechi za kirafiki inawezekana ukaspend a lot of money, kwa sababu kwenda Ulaya na kucheza na Liechtenstein manake ni mpaka wakupe hiyo nafasi wakubali gharama kubwa ambayo utaingia hapo. The same kwa mataifa mengine ambayo yapo. Unaweza ukaona ni mataifa ambayo hayana majina makubwa, lakini huu ni mpango mkakati wa FIFA wa kuweza kuinua viwango vya mataifa ambayo yanaonekana yako chini. Kwa hiyo taratibu wakiendelea kukutana wao kwa wao, wanapeana hiyo experience, kuna mmoja atatoka pale atapiki atasogea zaidi. So Tanzania, Uganda na Kenya tuna opportunity ya kutoka mara tulipo na kusogea juu. Tuna host AFCON, when it comes tutakuja kufika hata semi-final au finali, manake tutakuwa tumeboost kwa kiwango kikubwa. FIFA ranking ile hii inaendelea kutoa experience. Na bahati nzuri ukiangalia kikosi ambacho kimeitwa na Master Gamondi, unaona kuna asilimia kubwa ya wachezaji ambao walikuwepo AFCON wamepata nafasi ya kurudi tena. Kwa hiyo ni kama mwalimu anaendelea kuwa na kikosi kile ambacho alikuwa nacho akiwa nacho AFCON. So haya maboresho madogo ambayo anaendelea kuyajaza, na wachezaji pia wanaendelea kumuelewa zaidi. Hata siku ikitokea mwalimu anahitaji jambo fulani, hatumii nguvu kubwa kukueleza mwaka robo nini anahitaji, kwa sababu umeishi naye kwenye mashindano ya AFCON, umekuja kucheza naye kwenye mechi za kirafiki, ni kama pre-season ya national team. So unapokuja kwenye mashindano rasmi inakuwa ni rahisi. Haya ni mashindano ambayo technically walimu wanakuwa wanayahitaji zaidi, kwa sababu yasingepatikana Gamondi angehitaji mechi 2 au 3 mechi za kirafiki ili kutengeneza timu kuwa fit, sio? So ni moja kati ya opportunity kubwa sana mataifa yetu ya Afrika Mashariki, hususan Tanzania, kwa sababu sisi ndio tupo na sisi ni miongoni mwa mataifa ambayo yana host, na hata kwenye kuzungumzwa huko inazungumzwa zaidi AFCON Tanzania kuliko Uganda na Kenya. Japo watu watoi, inawezekana labda ni kwa ukubwa wa vilabu tulivyokuwa navyo na umaarufu, umashuhuri wa mpira wa hivi karibuni unatufanya Tanzania kuzungumzwa kuliko Uganda na Kenya. Awali nilikwambia Gift Alex Macha ndiye ambaye anatuwakilisha pale Kigali, Rwanda, na alifanya mazungumzo na afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania Clifford Omario Ndimbo. Nilikwambia mambo yakiwa sawa tutamsikiliza, na iko hivyo sasa. Tumsikilize Clifford Omario Ndimbo. Safari imekuwa nzuri kutokea Dar es Salaam mpaka hapa Kigali. Wachezaji wote mpaka sasa wako vizuri, japokuwa kwenye idadi ya kwanza, kwa maana wachezaji 25 walioitwa, tumekuja jumla na wachezaji 23, kwa sababu mfano kama Ibrahim Abdullah kwa maana Baka, yeye hakuingia kabisa kambini kwa sababu ni majeruhi, lakini Yusuf Kagoma pia tumemwacha Dar es Salaam kwa sababu ya maumivu. Halafu Simon Msuva, yeye kwa sababu ya usafiri kuwa mgumu kule alipo, kwa hiyo yeye hatakuja na nafasi yake imechukuliwa na Abraham Morris. Kwa hiyo wengine wote ambao wameitwa wameripoti, wale wanaotoka nje pamoja na wale ambao wanacheza ndani. Kwa kifupi, nini matarajio ya benchi la ufundi katika mechi za FIFA Series mwaka huu? Kama ambao tunafahamu kwamba FIFA Series ni shindano dogo, lakini ni mechi za kirafiki ambazo zinalenga kusema kweli kufanya maboresho katika timu mbalimbali. Utaona mfano kama sisi tunacheza na timu ambazo zinatoka nje ya bara la Afrika, kwa hiyo tunapata testi nyingine, lakini pia mwalimu atapata nafasi ya kuendelea kuangalia kikosi, kuboresha kikosi kuelekea kwenye AFCON 2027, lakini kuelekea pia kwenye mashindano mbalimbali ambayo yanatukabili. Katika hatua nyingine, baadhi ya waandishi wa habari nchini Rwanda na kutoka nchini Kenya ambao wanafuatilia mechi hizo wameeleza utayari wa Rwanda kuandaa michezo hiyo pamoja na matarajio ya nchi zao.
It's very, very good things here in Rwanda, and we are ready to host it. It's a pleasure to host it as Rwandan. We have Tanzania, we have Kenya, Grenada, Liechtenstein, we have Arba, we have Estonia. Yeah, we are very happy to host these things. My expectation for Rwanda, we hope, and we are ready to win. This time we have new coach, new players, new squad, everything. My expectation, I think Rwanda and Tanzania will make it. We will see the good game for me. Tulianza na kuona game ya Al Hilal wakicheza na RS Berkane CAF Champions League, alafu sasa hii tulikuwa tumengoja timu yetu iwasili huku ndo tuwa support na tuwape hiyo media support as well. It's beautiful. Ni like wanafanya kazi nzuri sana ku showcase Kenya, football ya Africa na also ku host inchi za nje, pia waone venye Africa tuko na facilities zenye zinaweza host such tournaments, kwa sababu Morocco ali host AFCON na ni kitu yenyewe tunaweza pigania ku host even more World Cup. Kwa kweli nashukuru sana Mungu kutupa fursa, tumeweza kuona fursa nyingine timu ya Kenya ambayo inajiandaa haswa kwenye AFCON 27, na ni fursa vile vile sisi kama mashabiki na waandishi wa habari kuweza kuona timu kama iko sahihi, iko tayari, na tumeona matayarisho pale Kenya jana. Tuliona kocha alipowakaribisha ama kuwajumlisha wachezaji wa local ambao wanacheza ligi ya nyumbani na vile ambao wanacheza ligi ya Europa, na kwa hivyo nadhani Kenya ipo tayari, tumejiandaa. So hapa ndani ya FIFA series tunaridhishwa na mapokezi ya Rwanda, nadhani wamejiandaa vizuri sana, na tumai Kenya itaweza kupata fursa kufika finali, inaweza kupata ushindi, kwa sababu itatusaidia na vitu mbili tatu. Itatusaidia kuangalia kama timu iko imara, vile vile itatusaidia kuangalia upungufu wa timu, vile vile pia itatusaidia kupata ile FIFA ranking. Nadhani itatusaidia kutuinua kwenye daraja ya FIFA ranking. Yes, wana habari wenzetu kutoka mataifa jirani ambao wapo pale nchini Rwanda kwa ajili ya kufuatilia michuano ya FIFA series, na kila mmoja ameelezea namna ambavyo imekuwa ni fursa nzuri kwa kwa Rwanda pale Kigali kwa wenyeji ambao watasimamia ama michuano hiyo ya FIFA series ama mashindano yatafanyika pale. Kila mmoja anataja kuwa ni fursa nzuri kwamba tunakwenda sasa kuonesha kwamba mazingira yetu pia ni rafiki kiasi gani, wakati mwingine hata kudeserve kwa wenyeji wa michuano ya AFCON 2027. Kinga mkono. Nadhani mimi naangalia sana haya mambo ya nje ya uwanja, na mimi serikali zote zimesimama imara na ziko katika jitihada za mwisho kuhakikisha kwamba viwanja vinakuwa tayari na mazingira mengine ya nje ya uwanja yanakuwa tayari. Sasa tunataka tuwe na timu imara. Nadhani kwamba mashindano haya ndio yanakuja kutupa zile timu imara ambazo tunataka kuona. Tuliona tumefika kwenye hatua ya 16 bora. Sio kazi rahisi kufika kwenye 16 bora kwa mara nyingine. Ukiangalia wapinzani wetu wana wachezaji wengi kutoka barani Ulaya, wana wachezaji wengi bora. Sisi tuna wachezaji wengi ambao tunacheza kwenye ligi yetu ya ndani. Kwa hiyo nadhani kwa kupata ratiba na mechi za namna hii zinamsaidia kocha kuwapa wachezaji wake mazoezi sahihi, kwa sababu unakutana na timu sahihi. Kwa sababu ni vigumu wakati mwingine kupata mechi kutoka timu kutoka Ulaya, kutoka Asia, unaona, lakini hii inakupa nafasi hiyo kukutana na hizo timu za kutoka Ulaya na Asia na sehemu nyingine, timu ambazo ilikuwa ngumu kuzipata dhamani kutokana na aina ya ratiba na utaratibu wa FIFA ulivyokuwa. Lakini siku hizi ametengeneza hii madaraja ambayo yanatoa nafasi kwa hizi timu nyingine kupata uzoefu mbalimbali na kujijenga zaidi. Kwa hiyo kwa Stars ni hatua muhimu kwa Gamondi anasa na vijana wake katika ile mpango mzima wa kupata uzoefu. Kucheza mechi mbili ni kitu kikubwa sana, kwa sababu wakati mwingine unaona Stars, kwa sababu ukienda kwamba mechi ya kirafiki unapaswa kuwalipia timu. Umeona? Unapaswa kuzilipia timu zinazokuja kwako kufanya hizo mechi za kirafiki. Kwa hiyo hii nadhani FIFA yenyewe kuna gharama ambayo inakuwa inasaidia kutaka kutengeneza haya mashindano. Kwa hiyo hivi inawapa nafasi na uzoefu. Tuliona Stars iliendaga Kazakhstan ikacheza kule mechi, naona safari hii Azerbaijan ilikuwa wakacheza kule mechi, wakacheza mechi kule, wakapata uzoefu, wamerudi. Sasa hivi kuna nchi za Ulaya zinakuja zinacheza Afrika. Kwa hiyo ni mchanganyiko mzuri ambao unatengeneza kitu kikubwa sana, na sina tatizo kuhusu Rwanda, kwa sababu Rwanda nimeona miundombinu yao iko vizuri, na kuna wakati wasema wako tayari, kama kuna nchi moja hapo kati ya hizo Afrika Mashariki zitakuwa ziko tayari, wako tayari
kuhost mashindano. Umeona? Kwa hiyo wao miundombinu yao sio tatizo, wako vizuri sana, wamejitengeneza, na unaona hata mashindano na lengo moja wao ni kuonyesha jinsi gani wamejiandaa kwa wenyeji. Wana viwanja, unaona viwanja vya kisasa kabisa vinavutia. Uwanja wa Mahoro. Unaona uwanja uko vizuri, umefanywa marekebisho. Ule na Mbole na wenyewe umefanywa marekebisho ambao siku hizo unaitwa Pele. Kwa hiyo unaona kabisa ni wamejiandaa hiyo VIP. Unaona yani kuna vitu unaona vya kisasa kabisa ambavyo vinatakiwa tunaamini hata uwanja wa Arusha ule na yenyewe labda utakuwa kwenye viwango vya namna hii au zaidi vya namna hii. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo inakuja kwa timu, na hata nchi kama sisi Tanzania ambao tunakuwa wenyeji. Kuna vitu ambavyo serikali na viongozi wa serikali ambao wameenda pale watajifunza kuona namna gani tunaweza kuboresha zaidi uwanja wetu wa taifa uwe kwenye viwango bora, kwa sababu bado una fursa kubwa ya kuboresha. Na ipokuwa sasa hizi umefungwa kwa ajili ya maboresho na kuna vitu vingine vya kuongeza. Je, milango ya kutokea mashabiki inatosha? Iongezwe? Maana kuna changamoto wakati mwingine kutoka kwenye uwanja na kuwa ngumu. Kwa hiyo kuna vitu vya kuboresha kama hivyo, viti viweje, vyumba viweje. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujifunza wakati uwanja unaendelea kufanya maboresho, na sisi kuendelea kujifunza kutoka kwa majirani zetu. Ni jambo kubwa, ni sahihi. Kwa hiyo kwa uwanjani tunaamini kabisa wachezaji wako tayari na Gamondi yuko tayari kutuonyesha kile alichokuwa nacho. Naamini kuna kikubwa atapata kutoka kwenye mashindano. Sio tatizo sio kushinda tu hizo mechi. Tatizo ni jinsi gani timu yake itakuwa inaimarika kwenye kujilinda na kutafuta nafasi za kufunga, kwa sababu ndo hasa dhamira ya mechi za kirafiki, kujitengenezea wigo mpana, kuona timu jinsi gani inavyo inavyoenda ikiwa haina mpira, inavyokuwa ikiwa na mpira nafanyaje mashambulizi yake, wanafanyaje kujitengeneza wanapokuwa wako idadi fulani kwenye mbinu. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo vikubwa ambavyo tunategemea kuviona kwenye mechi hizi, na hasa kwa Stars ambayo imeitwa. Kuna watu wapi wameitwa, tunasema kuna wengine wameachwa. Kuna Msuva anaonekana kama hatakuwepo kwenye timu, amechelewa, sio au ratiba zake zinamkaba. Kuna Baka ameachwa kutokana na majeruhi. Wao waliokuwepo naamini wanakuja kutuonyesha kitu kikubwa ambacho Watanzania wengi wanaamini tutaonekana kwenye timu. Bila shaka ulikuwa unataja uwepo wa viwanja Afrika Mashariki ambavyo ni vizuri, ukahitaja na Mbole ya Kenya, lakini iko huko Kigali wana Kigali Pele pamoja na hiyo Amahoro, viwanja ambavyo vinakwenda kutumika kwenye FIFA Series. Bila shaka mambo ni mazuri. Yes, hapa ni Kigali Pele. Moja kati ya viwanja vizuri, vipo katika mazingira mazuri. Hapo unapata hewa ya asili safi, umezungukwa na miti kila sehemu na baadhi ya milima ambayo inaweza kutengeneza upepo wenye mvuto zaidi. Nafikiri ni fursa kama ambavyo waandishi wa habari wamezungumza, lakini kina Kinga Mkono hapa wametoa maoni yao kuhusiana na jinsi ambavyo vitu vimekaa. Unaona mazingira hayo mazuri sana. Rashid. Yep. Imagine uko hapo majukwani katika mazingira hayo. Mimi napenda kuwapongeza Rwanda. Rwanda ni nchi ndogo, uchumi wake ni wakati, wanaendelea kujipambanua kwenye football, kila siku wanafanya hatua. Hii Kigali Pele ni baada ya mabadiliko, maboresho, haukuwa hivi. Sasa hivi unaonekana kama unaonekana kwenye Azam Day. Walicheza na Rayo Sport. Kwa hiyo unaona ni mabadiliko makubwa ambayo wamefanya, kwa sababu mimi nilikuwa nafahamu kabla uwanja haukuwa hivi. Kwa hiyo taratibu wanajaribu nao kupiga step. Moja kati ya kitu ambacho kinaleta matumaini mazuri ni facility. Ukishakuwa na facility nzuri zinawa encourage vijana kutamani. Unajua kuna ile shauku kwamba natamani kucheza uwanja ule pale. Unaelewa? Natamani kucheza uwanja ule. Kwa ile shauku ya kutamani kucheza kiwanja kizuri ndio ambayo inafanya inazalisha vijana wengi, kwa sababu ya kupata hamu ya kucheza kiwanja kizuri kinafananaje. Yes, hapo pia waliwahi kucheza Young Africans, kama kumbukumbu ziko vizuri, mchezo wa CAF walikuwa wanacheza na Al Merrek. Alifunga safari Yanga kaenda pale kucheza, na walikwenda kama wageni. Al Merrek ndio ilichagua wageni wenyeji. Wageni wenyeji ambao waliwahi kwenda wakawa wengi kuliko Al Merrek. Mwanahabari wetu Gift Alex Macha jana alipata wasaa kutembelea uwanja wa Mahoro uliopo Kigali, Rwanda, kuangalia maandalizi yake na upekee wa uwanja huu kuelekea katika mechi hizo za FIFA Series. Naam, leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea uwanja wa Amahoro hapa Kigali, Rwanda, kuelekea FIFA Series 2024, lakini moja ya kitu ambacho tulikuwa tunatamani kukiona ni namna ambavyo uwanja huu wa kisasa zaidi Afrika Mashariki
namna ambavyo umetengenezwa kuanzia kwenye eneo la kuchezea, lakini pia baadhi ya maeneo ya ndani ambayo yamo ndani ya uwanja huu. Tumetembea kwenda kuangalia maeneo tofauti, kuanzia pia wachezaji ambapo wanakaa kwa ajili ya kujiandaa kuingia uwanjani, lakini tumetembelea pia eneo la ambalo wanakaa watu mashuhuri, na hapa nilipo mimi kwa muda huu ni eneo ambalo wanakaa watu mashuhuri, na maana VIP, na namna ambavyo wanaweza kutazama mpira kutokea katika eneo hili. Lakini ni VIP kwa maana ya juu, ni ghorofa ya 3, ndipo ambapo mimi nimefanya linki hii. Lakini pia kuna VIP ambao wanakaa ghorofa ya 2, lakini wapo ambao pia wanakaa chini. Lakini kitu cha kipekee zaidi ambacho nimekiona ndani ya uwanja huu ni eneo la kusubiri, kwa maana watu wa VIP wanaweza kukaa wakiwa wanasubiri mchezo uweze kuanza, lakini sehemu ambayo pia wanaweza kupata viburudisho mbalimbali ambavyo vinauzwa ndani ya uwanja huu. Tutakwenda kukupitisha katika baadhi ya maeneo, utaona namna ambavyo yapo kwa upekee, lakini kubwa zaidi ni kwamba maandalizi ya uwanja huu kuelekea kwenye mechi za FIFA Series ambao utatumika kwenye mechi za kundi A yanakwenda vizuri na yanaendelea. Tutaongea na mwenyeji wetu hapa, atatuambia kile ambacho tayari kimekamilika, lakini pia matarajio yakoje ndani ya siku 2 kabla ya mechi ya kwanza kuchezwa kwenye uwanja huu, na kile ambacho wanatamani kukiona. Mimi ni Gift Alex Macha. Tutashuka chini pia tuende kutazama kile ambacho kinaendelea katika eneo la kuchezea, kwa maana ya kwamba maboresho na shughuli ambazo zinaendelea kwenye eneo hilo, pamoja na branding na namna ambavyo wamekuwa wakiweka matangazo yale ya FIFA Series. Endelea kukaa hapo, tukutembeze kidogo ndani ya uwanja wa Amahoro. Na tumefika kwenye eneo la kuchezea mpira kwa maana ya field of play, ndipo ambapo wachezaji 22 waamuzi wanakuwepo hapa kwa ajili ya mbungi yenyewe. Ni nyasi asilia 100% ndani ya uwanja huu wa Amahoro, lakini pia wanazitunza nyasi hizi kwa kutumia namba kubwa ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi ndani ya uwanja huu. Lakini uwanja huu unatumika kwenye mechi za timu ya taifa, ligi kuu ya Rwanda pamoja na mashindano mbalimbali ya FIFA na CAF, lakini wameweza kuziweka katika hali nzuri na sasa ziko tayari kwa ajili ya FIFA Series 2026. Kama nilivyokujuza hapo awali, hapa itakuwepo kundi A kati ya Rwanda ambao watacheza na Grenada, lakini pia baadaye Kenya wao watacheza na Estonia, lakini pia mechi za fainali na mshindi wa 3 za kundi A zitachezwa hapa kwenye uwanja huu wa Amahoro. Nitakupeleka sehemu moja ya mwisho, kwa maana ya kwamba sehemu ambayo wachezaji wana line kwa ajili ya kuingia uwanjani, lakini nitakupa simulizi ya vitu vingine ambavyo ni vya kipekee vilivyomo ndani ya uwanja huu wa Amahoro. Na tumefika ndani eneo la mwisho ambalo nimeahidi kukuonyesha kwa siku ya leo, na eneo hili ni eneo ambalo wachezaji pamoja na waamuzi hujipanga kabla ya kuingia uwanjani kwa ajili ya kuanza kwa mchezo, na ndio eneo ambalo ukaguzi wa mwisho wa timu zote hufanyika. Ni eneo ambalo wao wenyewe wamelipamba kwa picha mbalimbali za timu za taifa, lakini pia pamoja na nembo ya shirikisho la soka nchini Rwanda FERWAFA. Lakini nikwambie kwamba ndani ya uwanja huu wa Amahoro upo kuna vitu vingi ambavyo huwezi kuviona siku ambayo hakuna mechi, lakini nyuma ya kila jukwaa ipo migahawa, lakini pamoja na maeneo ya kuuza virutubisho mbalimbali kwa ajili ya mashabiki wao ambao wanahudhuria mechi hapa, ili kuwapa fursa ya kuweza kupata burudani. Lakini kitu cha tofauti ni kwamba maegesho ya magari nje ya uwanja huu wa Amahoro ni maegesho kwa ajili ya watu mashuhuri, lakini pia yapo maegesho maalum kwa ajili ya mashabiki, na ni bure kabisa. Ukinunua tiketi yako, wahi mapema ili uweze kupata maegesho ya gari yako na kwenda kutazama mechi, na ulinzi umehakikishwa ndani ya masaa 24. Wakati mwingine tukipata
muda tutatembea zaidi kuona. Pia zipo gym za kisasa ambazo zinatumika kwa timu za taifa kwa ajili ya mazoezi, lakini pia ziko ofisi za wizara mbalimbali ambapo wameweka ndani ya uwanja huu wa Amahoro wakizitumia kwa shughuli zao za kila siku. Mimi ni Gift Alex Macha, nipo Kigali, Rwanda kwa ajili ya FIFA Series 2026. Mwenzangu ni Shishira Mzava na hii ni Azam Sports. Sio tu amekwenda kufanya kazi Gift Alex Macha, bila shaka amekwenda kufanya utalii pia, na hakutaka kuwa binafsi, akasema hii lazima nitembee pamoja na Mtanzania mwenzangu, na ametupitisha tumeuonja walau kidogo uwanja ule, na kama itampendeza Bosi Nuru afanye namna tuwezi kupata wakati sports tukaenda kutembea uwanja ule kwa pamoja. Hata kuua ukatembea tu yani ni sports. Kipindi cha viwanjani tunaweza tukafanya hata viwanjani. Tu pale VIP piga. Kuna VIP 3, labda VIP 3. Ya kwanza, sala kwanza VIP A, naenda sala pili VIP B, sala tatu namaliza VIP. Sisi tunaonekana tunafungia kipindi hicho. Inawezekana. Inshallah. Inshallah inawezekana. Basi Nuru. Yaani kwa hiyo maana itakuwa inaitwa viwanjani ndani ya uwanja wa FIFA Series special. Naam. Wewe una mawazo mazuri. Sasa hilo tunaweza jina zuri tu kulitumia. Wewe hiyo unaweza kalikataa kwa boss. Nzuri sana. Nzuri. Sound good Hiyo tiki kubwa tuandike budget email pale tuongee na madam. Inshallah. Sawa. Hamna neno limeisha.